Bwana kule Manchester United gari limewaka. Wanasema wao wanahitaji ubingwa wa EPL hivi sasa. Arsenal nao wamerudi kwenye mbio za ubingwa. Moto wao bado unawaka, lakini Manchester City, Chelsea, Liverpool hao wote ni maji kubwa kujaa. Weekend hii wanafanya vizuri, weekend inayofuata wanaweza kuzingua kwenye mkeka yetu ile. Kwa hiyo ni kasheshe kweli kweli ndani ya ligi kuu ya pale nchini Uingereza, lakini Hispania, Italia, France, hizo ligi zote zipo hapa ndani ya Dimbani Connect. Jina langu ni Andrea Masawe. Nipo na Skills Sensei pamoja na Masud Mswahili. Tupo hapa kwa ajili ya kukupa habari, uchambuzi na ukweli kuhusiana na michezo ambayo inachezwa weekend hii. Michezo ni mingi kweli kweli, bwana Skills pamoja na Masud. Mko vizuri? Kabisa. Shabiki wa Manchester United. Nipo hapa. Nyimbo yenu unaifahamu? Asante sana. Brother, uko vizuri? Kama kawaida. Arsenal. Tegea. Hivi mmeshaelewana kweli? Na tulimaliza. Ameshamaliza. Mambo ya football. Maana kuna siku mtu alipigwa hapa. Kupigwa haiwezekani. Kuna mtu alipigwa. Tulipiga Arsenal. Yeah, ndio maana nasema kuna mtu alipigwa. Lakini mimi simjui. Ila nadhani anajijua. Sawa. Tutakutana. Bwana, weekend hii Manchester United wapo uwanjani dhidi ya Tottenham Hotspur. Kumbuka Tottenham Hotspur of course sio timu ya kubeza. Alimzuia Manchester City kwenye weekend iliyopita. Alimzuia Manchester City wakatoka sare ya goli 2-2. Performance kubwa kweli ya Tottenham Hotspur. Lakini kwa upande wa Manchester United ni game 3 mfululizo hivi sasa anakupa matokeo. Anakupa na magoli. Ukiangalia safu ya ushambuliaji ya Manchester United hivi sasa inakupa kila kitu. Yule Mbeumo ni mwingine kabisa. Bwana Amadi Diallo wanasema ni Messi wa Afrika hivi sasa. Manchester United wakishinda bwana ni hatari kweli kweli. Bwana, game hii unaiendea vipi dhidi ya Tottenham Hotspur? Haitakuwa game rahisi kwa timu zote mbili, kwa sababu kwa United wamekuwa na mwendelezo mzuri sana wa matokeo. Kushinda game 3 mfululizo, lakini wameshinda game ambazo watu wengi hawakuwa wanaamini kwamba wanaweza kushinda, kwa namna United walivyokuwa wanacheza na namna ambavyo matokeo walivyokuwa wanayapata. Lakini ujio wa Carrick nadhani umeweka kitu positive sana. Unaweza kuona namna ambavyo wachezaji wanavyojitoa. Unaweza kuona energy wanayoiput out there wakiwa uwanjani. Hivi ni Carrick kaibadilisha Manchester United ama kuna kitu ambacho kilikuwa kama kimgomo kwa wachezaji wa Manchester United mbele ya Amorim? Sasa kwa sababu anayekuja anakuja kurekebisha. Yaani mtu mpya akija anakuja kurekebisha pale ambapo anaona timu ilikuwa inasuasua kwa sababu ya sababu fulani, inabidi zibadilike. Na kila mtu na kila kocha ana approach yake mbele ya wachezaji. Niliongea last week. Haikuwa imefika pazuri sana na kocha aliyepita, kwa sababu kwa kocha kumsema mchezaji wake vibaya kwenye press conference haimsaidii, haimjengi. Lakini ni tofauti tangia Michael Carrick amepewa timu. So kuna kitu tofauti, kwa sababu unaona wachezaji wana furaha, unaona wachezaji wanajitoa, unaona wachezaji kabisa kuna namna wanavyocheza kwa maelekezo. Labda anaweza kawa hafundishi sana. Hafundishi sana kama alivyokuwa anafanya kocha aliyepita, lakini ni namna alivyoweza kumanage ile group ya wachezaji 26. Kwa hiyo matokeo yameonekana. Shinda game na City, shinda game na Arsenal vizuri kabisa kwa magoli mengi kabisa. Wameshinda game na Fulham. Na game ya Fulham ndio game ambayo kiukweli nilikuwa naihofia sana, lakini nilikuwa naona kabisa kama game ya Fulham United wakapoteza au hata kudraw, then kutakuwa kuna shida hapo mbele, lakini wameweza kuiruka hiyo hado. So kwenye game na Spurs, United wanaingia kama timu ambayo
ina mwendelezo wa matokeo mazuri, kwa hiyo confidence iko juu. Unacheza nyumbani Old Trafford. Lakini kwa upande wa Spurs wanaenda kwa kusema kwamba sisi na hawa mabwana katika game takriban 6 zilizopita wamekuwa ni wachechea wetu. Tumewafunga game 4 katika game 6 zilizopita. Ukijumlisha na game ambayo iliumiza mashabiki wengi, game ya finali ya Europa League msimu uliopita. So wanaenda pia wanasema inaweza ikawa ni another win kwa sisi, kwa sababu pia wameweza kutufunga hata Old Trafford msimu uliopita wameweza kutufunga. Game iliyopita White Hart Lane tuli draw 2-2, lakini ni game ambayo mpaka leo nakumbuka ni game ambayo United walipaswa washinde. Kulikuwa kuna discipline ilikuwa iko chini, concentration ilikuwa ni mbovu sana mpaka kuwasababisha waweze kusawazisha na kuongoza. Kwa hiyo game itakuwa ngumu kwa sababu United wanaamini kwamba tunaenda kuchukua ushindi wa 4 mfululizo. Ni mara ya kwanza kwa muda mrefu, lakini Spurs wanajua kwamba okay, hawa tumewafunga game nyingi. Regardless tuko katika kiwango cha aina gani. Tumewafunga game 4 na tumeweza kuwafunga hata wakiwa Old Trafford. Kwa hiyo na wao wataenda waseme okay, hii inaweza kuwa game nyingine ya sisi kuchukua pointi 3. Kuchukua pointi 3 mbele ya timu ambayo inaonekana confidence yake iko juu, ni sisi kutusaidia pia kuboost confidence yetu na kurudi kwenye win ways. So itakuwa game ngumu, lakini kama nilivyosema last week, naona kuna mwendelezo wa at least game 5, sijui kuanzia game ya 6, lakini naona kuna mwendelezo wa at least game 5 wa United kushinda game 5 mfululizo. Kwa hiyo United naona wanaenda, haitakuwa rahisi, lakini atashinda game na Spurs. Bwana kina Dominic Solanke wamemsikia vizuri kabisa Masudi kwamba amewakata. Yani ni kwa kweli ni sio aibu, ila ni ngumu kukubali na kutamka kwamba United kwenye game 3 zilizopita amecheza kikubwa. Ukianzia kuanzia game ya City alishinda convincingly. Game ya Arsenal kulikuwa kuna kashikashi, lakini ile ndo tunasema maturity, kwamba unafungwa unarudi kwenye game kwa kuchomoa, japokuwa mnaweza kusema kwamba ilitokea mistake ya Zubimendi ndo Arsenal wakafunga, lakini Zubimendi alifanya mistake kwa sababu alipushiwa kufanya mistake, na ni moja kati ya mambo ya kimpira kwamba mpinzani wako afanye makosa wewe ukapitalize. Akashinda Arsenal akachomoa tena, likely haikudumu hata kuwarudisha mchezoni Arsenal waweze ku-manage game, wakapata goli la 3. So game ikawa imeishia pale. Ukija kuangalia game ya Fulham, ni game ambayo kama alivyosema Masud, ilikuwa ni game ambayo probably wangekwenda kupata hata alama 1. Lakini walibadilisha alama 3, maana walishaongoza 2-2, game ikaonekana kama imeisha. Lakini penalty iliyofungwa na Jimenez ikasababisha Fulham warudi mchezoni, wakaja wakafungwa goli la msimu. Ile huwezi kumlalamikia mtu yote kwa sababu ni individual brilliance. Kipa huwezi kumlalamikia, beki huwezi kumlalamikia, ni akili ya kichezaji. Game ikawa 2-2. Kabla Fulham hajarudi kwenye game yale yaliyotokea na Arsenal, United anapata goli la 3. So unaona mentality ya wachezaji imekuwa, siwezi kusema labda Amorim alikosea kuhandle tactically, labda kama alivyosema Masudi, probably alianza kuzinguana na wachezaji individually. So na wachezaji ni familia. Kama umecheza football, wachezaji kwenye timu ni familia, kwa sababu kama tuko timu moja, mimi wewe Masudi, alafu kocha hauzengwa mimi, probably na mimi nitamani, kwa sababu kama wewe una haki, why tumpambanie mtu ambaye sisi hataki atupambanie sisi. So inawezekana moja kitu kilichomuondosha, lakini ukiangalia winning rate inawezekana sio sababu za ndani ya uwanja, inawezekana sababu ya nje ya uwanja. Carrick siwezi kusema ni kocha mzuri, na pia siwezi kusema ni kocha mbaya, kwa sababu kuna ile tunasema neutral syndrome, ndio labda wachezaji wa Man U wanayo, kwa kuonyesha kwamba ni jinsi gani Amorim alikuwa tutendei haki. So tuna hii morali ya kufanya tunachokifanya sasa hivi. Naweza kucount kwamba kwa game 3 walizoshinda Man U wameshinda convincingly, lakini
kuna baadhi ya vitu vya kiuchezaji vya kifundi huvioni kama vimeongezeka au vimeongezwa na kocha, kwa sababu unavyoona Bruno anavyocheza na Cunha, anavyocheza na Maji, anavyocheza na ni vile vile watu walikuwa uharaka tu ndio umeongezeka na maamuzi ya wanapambana sana hivi sasa ya moja kwa moja, lakini tactically bado sijaona. At least mimi naweza nikaadmit kwamba Carrick ni kocha wa kuwafikisha Man U nchi ya ahadi, labda baada ya game 6 I think baada ya game 10 na swala la game ya Spurs ni game ambayo kama alivyosema Masoud, Spurs recently kamfunga Man U zaidi ya Man U anavyomfunga Spurs, na Spurs kamfunga Man U kwenye era ya makocha watatu, so era ya kocha mmoja, ya makocha watatu. Spurs kachukua matokeo. Hii itakuwa ni era ya kocha wanne ambao kama watashindwa kushinda weekend, na Spurs anakuja akiwa na confidence ya kutosha, katoka kumsumbua Big Fish, katoka mbili nyuma. Inaleta chachu kwenda kwenye game ambayo wote mnaogopana kwamba huyu alimfunga City, huyu mimi nilidraw na City, huyu ana game 2 kashinda straight, mimi nakuja na confidence kama anaweza kumfunga mimi nikadraw naye, means naweza kutoshana naye ngwani, tukapimana ubavu. So ni game ambayo itaamuliwa kwa mbinu za kocha rather than space, power na speed, kwa sababu ukiziweka space, power na speed katikati ya Man U pale kuna watoto wawili ambao ni Maino na Bruno, lakini kuna mtu ambaye sio hana miguu yake sio mizuri sana kipindi hichi, ambaye ni Casemiro, japo kila kijiji akiwepo mzee unaona maamuzi yanafanyika mazuri, akimbii sana lakini anaweza kudetect matatizo yalipo na akasolve. Katikati mwa Spurs kuna vijana wengi ambao wataleta chachu, so nategemea kuona space za Man U ziko exposed sana kwenye game hiyo kuliko space za Tottenham. So speed ya game ndio itaamua nani ana uwezo wa kufika golini kwa mwenzake. Nadhani wakipishana Manchester United atakuwa na advantage kubwa sana kuondoka na ushindi. Wakipishana accuracy ya Bruno Fernandes ya kupiga killing pass ni kubwa sana. Ama Diallo Beuma anakimbia kwenye nafasi muhimu kweli kweli. Kuna sema Cunha. Naogopa kulitaja hilo jina. Yes. Alikuwa ni mchezaji ambaye anaonekana ni wa kawaida sana. Nani? Cunha. Alikuwa afanye makubwa kama anayofanya hivi sasa. Sasa hivi anapiga mbali, anafunga, accuracy yake imekuwa ni nzuri kweli kweli. Kwa hiyo nafikiri kama Tottenham Hotspur wakiamua kupishana na Manchester United, advantage inamwangukia Manchester United kwa hivi sasa. Ambacho watu wengi walikuwa wakizingatia, Bruno hajaanza kupiga kila pasi msimu huu, wala hajaanza kupiga kila pasi alipokuja Carrick. Bruno hajabadilisha playing style yake kwa misimu mitatu mfululizo, ila watu walikuwa wanacheza nao kidogo. Bruno hajabadilisha alikuwa anafanya maamuzi aidha kupiga, ila watu walikuwa wanacheza chances ku assist na Bruno hajawahi kuwa anang'ang'ania mpira hata siku moja. Bruno ni mtu always anaangalia juu, anapiga pasi kwenye mashimo muda wote. Cunha sina uhakika sana kama Carrick alikuwa anamuelewa, na uhakika kama Dogu angekuwa hajaumia basi Cunha angeendelea kutokea bench. Kwa sababu gani? Ule upande anaocheza Dogu ndio upande mara nyingi unakuwa na matatizo kipindi show anaanza. Na Cunha sio mtu wa kuja kutrack back kuja kumsaidia fullback wake. Dogo alikuwa anafanya ile kazi vizuri sana. Cunha atakupa advantage kwenye kipindi mkiwa mna possession au mnakwenda kufunga. Ni mtu ambaye akaamua muda wote afanye nini. Labda kushambulia na kwa tatizo. Lakini kipindi nyinyi hamna possession, Cunha anakuwa passage. Na Phil Carrick ataendelea au angeendelea kumtumia Dogo kama angekuwa sio majeruhi. Lakini pia
issue ya Bruno, kitu ambacho kuna utofauti Bruno wa Ole Gunnar, Bruno wa Amorim na Bruno tena wa Carrick. Bruno wa Amorim alikuwa anamchezesha chini, yuko deep, na kwa sababu ya uwezo wake wa imagine mchezaji ambaye amekuwa anachezeshwa out of position kwa muda mrefu na still statistics zake ziko juu, kwa sababu natural position ya Bruno ni namba 10. Yeah. Sawa, yani atakuumiza tu kwa namna yoyote, anaweza asicheze vyovyote vile, asiwe na coverage ya uwanja kubwa, lakini ana goli ana assist, anakuumiza. Sawa, kwa sababu ana uwezo huo, na ndivyo alivyofanya kwenye kipindi cha ile misimu mizuri miwili ya Ole Gunnar Solskjaer, alikuwa anacheza namna hiyo. Sasa Bruno wa kutaka achukue acheze kama aongezeke mtu wa 4 kwenye back 3 yako, kupokea mipira, kuanza kudrive, huyo sio Bruno. Atafanya, na alikuwa anafanya vile vile, japokuwa alikuwa anachezeshwa out of position. Lakini sasa hivi umeona Bruno game zote 3 Bruno amekuwa anacheza kama namba 10. Lakini kwenye issue ya Matheus Cunha ni mchezaji ambaye ana thrive kwenye free roll, kwa sababu sio mtu wa kusema unaweza kusema cheza kama striker hapo, kaa hapo. Cunha sio namna hiyo. Au wewe kaa upande wa kushoto, wewe tokea huko. Lakini ukimwachia awe na free roll kwenye mstari wa mbele, utaona impact yake. Sawa. Ndio kama alivyosema skills, si mtu ambaye anaweza akakupa energy kubwa kwenye swala la ukabaji. Bwana, hiyo ni Manchester United wakiwa uwanjani dhidi ya Tottenham Hotspur. Bwana, kuna derby Jumapili, Manchester City dhidi ya Liverpool, moja kati ya derby ambayo inasubiriwa kwa hamu kweli kweli. Timu zote zikiwa zikupi uhakika wa matokeo. Liverpool hakupi uhakika wa kushinda Jumapili, lakini Manchester City pia hakupi uhakika wa kushinda Jumapili. Kwa upande wangu lakini nani anakwenda kuwa winner kwenye mchezo? Kwa sababu nikiangalia michezo 5 ya mwisho, Liverpool ndio ana advantage kwenye michezo 3 ya kuondoka na alama nyingi zaidi ya Manchester City. Maana Manchester City kashinda mechi moja tu kwenye michezo 5 ya mwisho. Mchezo huu unaenda upande gani? Pep Guardiola anaweza kaenda kumzuia Slot? Kwa misimu takriban 7 au 8, au let's say tangia Klopp amekuja Premier League, games za City na Liverpool zimekuwa very entertaining. Kwanza yani una uhakika kwamba itakuwa ni game nzuri, whether iwe na magoli mengi au iwe, lakini itakuwa ni entertaining. Yani utakuwa entertaining. Yani huwa siku zote unakuwa ni end to end stuff. So hilo ni kwanza, lazima tu ujue kwamba tutakuwa tuna mchezo mzuri. Lakini kama ulivyosema, katika recently katika michezo takriban 5-6 Liverpool wamekuwa dominant. Wamekuwa dominant kwa sababu pia nadhani Klopp aliweza outplay Pep. Na mara zote amekuwa anampa wakati mgumu sana. Kwa sababu wakati misimu 3-4 kabla hajaondoka Klopp, Mohamed Salah, Bobby Firmino, Sadio Mane walikuwa ni untouchable, like kwa vyovyote hivyo walikuwa lazima wakuadhibu. Ndio maana akapata mafanikio na Liverpool. Kwa hiyo hata hii game tena wote wawili sasa hivi ni tia maji. Wote wawili wanaingia pale, mashabiki wote wawili wa Chelsea na Liverpool, wote hamna ambaye ana uhakika wa kutoka na alama 3, kwa sababu timu zao hivyo hazina kiwango bora kabisa kama walichokuwa nacho misimu kadhaa iliyopita. Lakini ninaona kwa sababu City ni kama vile wamekuwa na mchecheto sana, wako under pressure katika game nyingi wanazocheza. Ni kama yule mtu ambaye wale watu ambao wanajua kwamba
tulikuwaga tunacheza vizuri sana, tulikuwaga tuko poa sana, lakini sasa hivi sio hivyo tena, bado wanaishi kwenye lakini sio kwamba hawachezi vizuri na nadhani pia kupata majeruhi mengi pia imewaharibia, kwa sababu hii ni mara ya pili sasa, pamoja na depth ya kikosi cha City ilishatokea last year, msimu huu, lakini ambapo kina Diaz, kina Gavido walipata majeruhi tena, City wakaenda kwenye deep form tena, wakawa wanaruhusu magoli, wanafunga lakini wanafungwa, games zisha draw au wanafungwa. Kwa hiyo pia majeruhi yamewaumiza sana City. So lakini kwa ninavyoona Liverpool wanapocheza na City wanapocheza sasa hivi, nadhani itakuwa game ngumu kwa City kuliko Liverpool, na nahisi wanaweza waka stretch tena rekodi yao na wao kwa kushinda, kwa kupata matokeo chanya kwenye hiyo game ya Jumapili. Bwana Hugo Ekitike, mmoja kati ya mchezaji ambaye hivi sasa kwa Liverpool amewaka, na I think Liverpool hawajutii kumsajili Hugo Ekitike. Florian Wirtz anakuja, anakataa, yupo kwenye form, lakini kwa upande wa Manchester City, of course Haaland ni kama, unajua Haaland tulikuwa tukishamzoea kila game lazima atupia, lakini naona yupo normal hivi sasa, hayupo kwenye ule moto wake, hayupo kwenye ule mwendelezo ambao tuliutarajia uendelee. Safu gani ya ushambuliaji inaenda kuamua mchezo kwenye mchezo huu wa Manchester dhidi ya Liverpool? Kuna standard City ameiweka kwenye miaka takriban 6 sasa hivi, kama sio 5, ambapo hichi kinachotokea sasa hivi watu wanafikiri kwamba City ni mbovu kuliko maelezo, lakini kwa records ni kwamba City mpaka sasa hivi amepoteza game 5 tu na ana draw 5, lakini anayeongoza akapoteza game 3 na draw 5. Inamaanisha City yuko nyuma kwa pointi 6 ambazo ni game ngapi? 2. Sio mbovu kama watu wanavyoizungumzia, yani kwamba City ni takataka, City ni kiasi. Sio hivyo. Sio mbovu. Sio mbovu hivyo. Ni kwamba ana mfululizo wa matokeo ambayo watu hawajazoea kuyaona, lakini sio kwamba eti yuko miles away ya kiwango chake, hapana. City ni yule. Kuna vitu tu havijakliki. Hakuna mtu hawezi kuona kwamba havijakliki, kwa sababu watu walikuwa wanahitaji hivyo vitu vikliki hawako uwanjani sasa hivi. Wengi wako Moisela, wengi wako hospitalini. So ukija kumuona Pep, sidhani kama mimi nitakuwa mmoja wa muumini wa kusema Pep kaishiwa mbinu. Sidhani, na nafikiri hiyo ni kwa kila mtu anaelewa football kwamba kuna kipindi unahitaji kukimbia lakini hauna miguu, hakuna namna nyingine unaweza kufanya, labda utambaye. Ndio kinachomkuta Pep sasa hivi. Akili inataka mwili hautaki. Mwili hautaki. Yaani kile anachotransform kwa wachezaji wake, lakini wanaofanya execution ndio hawapo kwa sasa hivi. Anaingia kwenye game, anaweza akamweka Bob, kesho akamweka Lewis, kesho kutwa akamcha. Kama juzi game na Spurs, kamwacha Doku nje, kamchezesha Antonori kama winga wa kushoto. Kwa hiyo unaona ni jinsi gani ana tweak formation zake ama individuals ili kukipata kile anachokuwa anakipata au anachokihitaji. Kwenye upande wa Liverpool ana watu wale ambao walimpa ubingwa last time. Ameongeza watu wachache ambao sidhani kama wangeweza kuvuruga utaratibu mzima kama ulivyovurugika sasa hivi. Sasa hivi paka watu wanahisi kwamba trend alikuwa lulu ya kuamua matokeo, ndio alikuwa cheat code ya Liverpool. Baada ya kuiondoa mambo yamekuwa magumu. So kwa Ekitike na Haaland, kwa sasa Haaland ana drought takriban kama game 7-6 hafungi kwenye open play. Ana goli ya penalty. Tuseme kuanzia 2026 mpaka leo nafikiri amefunga goli moja tu. La penalty pia. La penalty kama sikosei. So unakutana na Ekitike ambaye
yuko kwenye kile kiwango ambacho watu wengi walikuwa wanafikiria hajawahi kuyafanya kipindi yuko Bundesliga. Lakini Ekitike ndo mchezo wake, kutokea deep ni striker na anapangua watu anaingia. So ni mchezaji ambaye leo kesho kutwa msitegemee kwamba atazima au atafanya nini. Hata Liver ndio kile kipindi ambacho nakuta Liver imekufa, lakini Salah anawaweka mgongoni, wanaenda kwenye nchi ya ahadi. Sasa hivi wamempata mtu kama Ekitike. Sasa hivi Salah moto umeshuka kwa sababu kuna missing understanding na nini na kocha, which sasa hivi na yeye ameanza kuimprove. Leo acheze vizuri, kesho anaamka kama malaika, anafanya kila kitu. Szoboszlai unamkuta kwenye midfield leo, kesho kutwa unamkuta kwenye right back. So ni vitu ambavyo wote wanakutana, wana vitu wamevimiss, hawavipati walivyokuwa wanavipata miaka miwili, mwaka mmoja nyuma. Na game hiyo sioni kama utofauti mkubwa sana wa kimbinu ndo utaamua nani awe mshindi. Lakini kura yangu bado au mtazamo wangu bado nauona Liverpool anaweza kaokotwa vizuri tu na Man City akashinda. Mengine ambayo yatatokea uwanjani, Liverpool anaweza akatusurprise, kitu ambacho sikioni hivi karibuni, kwa sababu kila siku anafanya uzembe ule wa back four. Kila siku yendao kwa Mungu, back four yake inafanya uzembe ule. Leo ni Van Dijk atafanya uzembe, atamsingizia Konate atafanya uzembe, atamsingizia Kerkes. Watakuwa na challenge kubwa sana ya kumzuia Ryan Cherki, mchezaji ambaye kiukweli nimewahi kuangalia mawinga ambao wako direct au mawinga midfield ambao wako direct recently, na akiri kusema EPL ilikuwa ina Salah, lakini kwa sasa hivi yule Ryan Cherki ni untouchable. Anaweza akafanya lolote muda wowote, anapiga miguu yote vizuri, wa kushoto wa kulia, akitokea upande wa kulia, akitokea upande wa kushoto atakuadhibu. Na beki ya Liverpool haiko stable, so wategemee chochote. Haaland ndo anaweza akafufukia kwenye game kama hizo ambazo zina space, maana ukicheza man to man mara nyingi wanamuwin, lakini kwenye game kama zile ambazo wanampa space kubwa, atarudi kwenye ubora wake. Na kusanoff pale kwenye backline ya City, yeye Gueye watakuwa na kazi pia kumzuia mtu kama Ekitike. So ni game ambayo itakuwa imefunguka end to end stuff kama alivyosema Masoud, lakini naona kama mmoja atakuwa outscored, naona ni Liverpool. Game inaweza ikaisha hata 17, 9, 10 au 10, lakini Man City atafunga zaidi ya Liverpool. Bwana, hao ni Manchester City dhidi ya Liverpool, moja kati ya mchezo mkubwa ambao unachezwa weekend hii. Aston Villa wapo uwanjani dhidi ya Bournemouth. Aston Villa akiwa ugenini, mmoja kati ya mechi ambayo kwa kiasi fulani ni mechi ngumu sana kwa upande wa Aston Villa, na ukizingatia Aston Villa tayari tumeshamwangalia kwenye jicho la mbio za ubingwa, tukaja tukamwangalia kwenye jicho la kushiriki UEFA Champions League msimu ujao. Kwa hiyo tunaenda kwenye mechi dhidi ya Bournemouth tukiwa tunamwangalia zaidi Aston Villa. Atafanya nini kwenye huu mchezo baada ya kutoka kupoteza dhidi ya Brentford? Kuna baadhi ya maneno nimesikia mtaani kwamba bwana huyu anarudi kwenye standard yake. Nikasema standard gani? Nikaambiwa umkumbuki Crystal Palace. Sasa nilipoambiwa Crystal Palace nikakumbuka bwana Moru alishaniambiaga kwamba Crystal Palace ana standard yake bwana. Na ndio sasa hivi yupo huko. Vipi kwa upande wa Aston Villa dhidi ya Bournemouth? Wakongo. Mtadiria nini? Wakongo wana sentence moja hivi, wanasema njiwa ataruka lakini atatua. Kwamba regardless utapaa kiasi gani, lakini kama wewe ni wa ground tu. Kwenye form ya mechi 5 zilizopita, Villa amepoteza 2, ameshinda 2 na amedraw 1. Bournemouth ameshinda 3, amedraw 1, amepoteza 1. Kwenye form ya mechi 5 zilizopita. Head to head, Aston Villa amecheza Bournemouth versus Aston Villa ni mechi 10, kila mmoja akashinda 4, wamedraw 2. Kwenye mkeka wa matokeo tofauti ni point 13. Aston Villa ana point 46, Bournemouth ana point 33.
Ukiangalia ukijaribu kutazama pale ni kwamba Villa yuko kwenye daraja lake huko juu, anafukuza City, anafukuza Arsenal, lakini there was a time nilisema kwamba ligi haushindi Disemba wala Novemba. Ukiangalia form ya Aston Villa ya Novemba, Disemba na form ya sasa hivi tofauti kabisa. Ligi ni mbio ndefu. Kwa atakayeweza, kama ambavyo maandiko yanasema, atakayeweza kuvumilia mpaka mwisho ndiye atakayeshinda. Sioni Aston Villa akiweza kuvumilia mpaka mwisho. Kuna sehemu ambapo ana stuck kwa sababu ya quality ambayo wanayo, uwekezaji katika wachezaji alionao. Sioni kama Villa anaweza kuwa kama labda Arsenal na kidogo sana Man City, kuwa na timu ambayo ukichukua timu A ukachukua na timu A na nusu au timu B, you get the same results. Kwa hiyo kwa statistics hapo inaonyesha ni iko chance yoyote anaweza akapata matokeo, kwa sababu kwenye mechi 10 4-4-2, 4 ushindi kila mahali na draw 2. That means any one of them anaweza akaondoka na matokeo. Atakaye approach game kwa kutaka matokeo zaidi ndiye atakayepata matokeo. Kwa hiyo inawezekana Aston Villa akakutana na ugumu. Ugumu upo, ugumu mkubwa sana. Timu hizi Brighton, Brentford, Bournemouth ni timu ambazo hakuna kitu wanakitaka zaidi ya kusumbua. Sasa nakwambia ni kama mtoto wa mtaani, hujui amebeba nini mkononi. Yani ukimzingua anaweza kukutandika na chochote kile. Chapu kwa haraka anaruka na wewe. So nadhani Unai Emery anabidi ategemee ugumu sana kwenye hii game. Bwana Sunderland ni moja kati ya timu ambayo ilianza vizuri sana. Tukasema huyu jamaa ni kama amekuja na ni kama surprise package kwenye ligi kuu ya Uingereza msimu huu. Lakini ameka drop hapa katikati, anaenda kucheza dhidi ya Arsenal ambaye kwanza ni kwenye mbio za ubingwa. Lakini tu sio mbio za ubingwa, yupo kwenye makombe mbalimbali huko. Msimu huu yupo vizuri kweli kweli. Sunderland atarudi kwenye ubora wake na kumzuia Arteta kwenye mchezo huu wa Jumamosi? Sidhani kwa sababu even though mpira una matokeo ya ajabu, lakini kwa hapa walipofika Sunderland, nadhani wameachieve zaidi walichokitegemea. Overachieve. Yeah. Wametoka championship huko, wanajua kabisa ukifika Premier League tafuta pointi zako 40. Yeah. Wewe you are safe. Lakini hawajafika pointi 40. Lakini kwa namna ligi ilivyo, they are more than safe. Yeah, na wamefanya vizuri, kiukweli wamefanya vizuri sana. Lakini Arsenal anatafuta ubingwa. Sunderland atafuta ubingwa. Sunderland atafuta hata kucheza na mashindano ya Ulaya. Yeah, kwa sasa hivi nadhani mipango ni mingi sana ya msimu ujao kuliko msimu huu. Yeah. Hapo wamemaliza. Lakini Arsenal wanapambana kuchukua ubingwa. Quality wise Arsenal wana quality kubwa kuliko Sunderland. Kwa hiyo kwa game hii na umeona namna ambavyo wameanza kusuasua, kwa sababu wametumia nguvu nyingi sana kuanzia game ya kwanza. Na unajua unapoanza kupata matokeo ambayo ulikuwa uyatarajii, labda unakuwa like unashangazwa nayo wewe mwenyewe. Lakini inafika mahali unaona okay, that's it. Tulichokuwa tunakitaka tumekipata na zaidi ya hapo. Lakini kwa game na Arsenal sioni kama watawasumbua Arsenal. Naona ni game ambayo Arsenal wanaenda kushinda. Inaweza ikawa sio kirahisi, lakini dakika 90 Arsenal watachukua pointi 3. Tena nadhani adding on a point ni kwamba lengo la timu yoyote inayopanda daraja ni kuhakikisha wanabaki kwanza. Basi. Yaani hilo ndo lengo mama. Hizi zingine nasema ni kuongeza tu sukari kwenye maziwa. Lakini lengo kubwa la timu iliyopanda daraja ni kuhakikisha kwamba hawashuki daraja. Na ukiangalia wapinzani wake wa kushuka daraja hapo ni nani? Burnley, Nottingham Forest, West Ham, Wolves, ambaye Wolves tayari, yani technically Wolves ashashuka daraja. Wolves ni kama
kama kichaa tunasema, yani kichaa tunamsemea ni Wolves. Lakini technically Wolves ashashuka daraja. Kutoka point 8 mpaka kuja kufika point 20 ni mbali. Ni story ya kusadikika, lakini yeah. Huyo Wolves huyo yupo na Chelsea weekend hii, lakini ukicheza na Wolves unakuwa na wasiwasi zaidi kuliko kucheza na West Ham, kucheza na Nottingham Forest. Sababu Wolves tulisema hapo weekend iliyopita kwamba hana cha kupoteza. Yeah. Akienda uwanjani anajilipua. High defense anafunguka kwa kiasi kikubwa sana, kwa hiyo kama wewe huna safu nzuri ya ushambuliaji unaweza ukafungwa zaidi ukapoteza mchezo. Dhidi ya Chelsea pia ni timu ambayo inaruhusu sana magoli. Sasa dhidi ya West Ham United, game ambayo kwa kiasi fulani ilionekana ni ipo wazi kwa Chelsea kwanza ikiwa nyumbani, lakini pia West Ham alikuwa of course hana mfululizo wa kushinda sana na michezo mikubwa inampa tabu msimu huu. Kwa tunategemea dhidi ya Chelsea achukue 3 mapema sana. Lakini kipindi cha kwanza uliona kabisa huyu Chelsea akizembezi 3 anapoteza. Hata moja hatopata. Baada ya kadi nyekundu of course mambo yakawa kidogo mazuri. Vipi dhidi ya Chelsea dhidi ya Wolves, mambo yatakuwa vipi? Yeah, unfortunately mpira wa miguu kama anavyosema Mswahili, mpira wa miguu una matokeo ya kikatili sana. Na tumeona mara nyingi timu ambazo hazitazamiwi kupata matokeo zikipata matokeo. Na Chelsea kwa sasa inacheza kwa tahadhari kubwa sana, kwa sababu kama ulipata nafasi ya kuangalia mechi ya Chelsea dhidi ya West Ham, nadhani walitumia nguvu kubwa sana kuhakikisha ile comeback inapatikana, na kitu kizuri ni kwamba mpira wa miguu hauangalii mbinu uliotumia. End result ndo kitu cha msingi. Kwa hiyo regardless walifanya nini, ndio maana watu wengi walikuwa wanamlaumu Mourinho kwamba Mourinho hachezi soka la kuvutia, Mourinho hana pasi nyingi, lakini shot on target zile mbili ambazo wanazipata na wanazitumia. Na kama unakumbuka mechi ya Skills angekuepo hapa angejisikia vibaya, na mechi ya Manchester United dhidi ya Arsenal ya 3-2, Manchester United alipata shot on target 3 tu, na hizo 3 ndo zilikuwa magoli. Football ni mchezo ambao unaangalia zaidi matokeo ya mwisho, sio process. Hizi process ni kuongeza tu chumvi. So back to the point ni kwamba pamoja na kwamba nimesema Wolves technically ameshuka daraja, lakini sidhani kama Wolves atakubali kuwa mtetea kwamba kila mtu ajichukulie tu anachokitaka. Yes. Sasa hivi Wolves kama alivyosema Yuzo pale ni kwamba Wolves anajipanga zaidi na msimu ujao akiwa Championship kuliko msimu ambao yuko Premier League, kwa sababu story yake hapo Premier League imefanyaje? Imekwisha. Kwa hiyo chochote kitakachokuja mbele yake yeye fresh. Mtu kama huyo ni hatari sana, yeah. Kwa sababu hana motive zaidi ya hiyo kwamba wewe njoo utafanya utakachokifanya, lakini na mimi nitakuwa. Na kuna wachezaji pia wanatafuta nafasi ya kubaki ligi kuu. Yeah, kwa kupitia timu zingine. Yeah. Kuna wachezaji ambao nakumbuka, nadhani Rafinha. Ni Rafinha ambaye Leeds wakati inashuka akaondoka. Hata huyo Delap wa Chelsea huyo. Yeah. Kabaki timu yake imeshuka daraja. Timu inashuka daraja, anasema mimi sishuki. Anabaki Premier League hii. So it's their time to shine. Yeah. Chelsea dhidi ya Wolves. Moja kati ya mchezo ambao kwa upande wangu ni mchezo mweupe. Chukua pointi 3 pale. Ligi yako na Aston Villa vipi? Mchezo mweupe. Ligi yangu mimi na Aston Villa imekufa kifo cha kawaida. Niko nafasi ya 6 huko. Sina hili wala lile. So sio hili tu, hata lile una. Sina hili wala lile. Lakini changamoto ya sitaki kuongea sana kuhusu Liverpool, lakini changamoto yetu ni hiyo. Hatuna matokeo yenye muendelezo. Yaani we win this, we lose that. Yaani kipindi chenu episode iliyopita niliwasikiliza, mlisema kwamba Skills alisema kwamba yeye atazamii Liverpool kupata matokeo dhidi ya Newcastle, but guess what? Tukashinda 4. Who would have known? So I don't know man, let's wait and see.
kwenye 5 utaona pale utamua nani. Ukisikia let's wait and see, ujue hali mbaya. Hali mbaya. Yeah, tunajitahidi. Kwa chochote kitakachotokea ndo tumekiona. The issue is hangover ya ubingwa wa msimu uliopita bado tuko nayo. Yaani sisi wenyewe hatuamini kwamba tulikuwa mabingwa wa msimu uliopita kwa sababu ya the status that we have right now. Yaani ukijaribu kutazama kwamba yani Klopp alikuwa akae msimu mmoja tu ashinde vikombe viwili vya Premier League. Oh, that's what I'm trying to say kwamba ile timu ilikuwa ni ya Klopp. Ukiangalia Liverpool ile iliyocheza msimu uliopita ndio Liverpool hii chini ya kocha huyu. Everything is the same. But tena kitu kingine kibaya zaidi ni kwamba Liverpool hii ya sasa hivi in terms of the quality of signings ni kubwa zaidi kuliko ile. Kuna kitu kinamzuia kama Chamorel. Labda Slot akiondoka kuna vitu vitaonekana. Hizo ni story tu bro. Bwana FC Barcelona pale La Liga. Of course anakupa matokeo, anakupa magoli, lakini anaruhusu sana. Yaani kwa nini? Hii ni kama mara ya 99. Nadhani uachane na hiyo notion sasa. Kwa nini? Unajua ngoja nikwambie kitu kimoja Mswahili. Mimi Barcelona kushinda sina wasiwasi. Tatizo ni kwa nini unaruhusu goli? Kwa nini unaruhusu magoli? Lakini si unaona Barcelona wanavyocheza? Ya naona wanavyocheza. Barcelona wanacheza. Kwa nini usibadilishe muundo? Barcelona ya Hans Flick ni sawa na Bayern Munich ya Hans Flick. Washinda 8-3, 6-4, 5-3, 5-2. Highline dhidi ya Mallorca. Nitaje hapa klabu ambazo zinawazuia sana Barcelona na Real Madrid. Mallorca, Real Betis, Real Sociedad, Valencia. Kitambo kidogo ilikuwa Girona. Naona sasa hivi Girona kama njiwa. Mechi dhidi ya Mallorca, Barcelona. Kwa maneno machache sana. Maneno machache. Difference ya Barcelona na Real Madrid ni point moja. That means a lot kwa Barcelona kuliko Real Madrid kwa sababu the other day Madrid amecheza kachomoa dakika ya jioni kabisa kwa penalti ile ya Mbappe. Nadhani Barcelona yuko kwenye worry kuliko ambayo yuko na Real Madrid kwa sababu different ni point moja. Timu ambayo haina matokeo mazuri kama Real Madrid, haina kocha wa kudumu. Vyombo vya habari vinasema wachezaji wake wana ego na maneno mengi ya kutokuvutia. Kuipita point moja na hawa watu si kwamba wanapoteza, wanashinda. You should be worried. Kwa hiyo kama tulivyosema kwenye mechi ya UEFA dhidi ya Barcelona dhidi ya Copenhagen, Real Mallorca watapata tabu sana weekend hii. Kwa sababu everything screams kwamba tukipoteza point, Real Madrid akishaenda kileleni, it's over for you. I think kuna ugumu kidogo atakutana na Barcelona kwenye mchezo. Kwa sababu hiyo sio Sinza United. Hiyo ugumu lazima uwepo. As long as wanakutana uwanjani. Mimi sana Barcelona. Mimi Barcelona na wasiwasi nao sana. Sasa kama timu ambayo kati wao wenyewe walipokutana Barcelona like all time record. Barcelona wana 77% ya kushinda dhidi ya nani? Kwenye michezo 100 wameshinda 77. Game 6 zilizopita Barcelona kashinda game 5. Wamedraw game moja. Sasa hapo unaona wewe unashindwa. Wewe unahangaika nini kusema kuna ugumu? Unataka odds. Wewe unataka kudanganya watu kwamba wampe Mallorca. Hata mambo yako bwana. Valencia dhidi ya Real Madrid. Mbio za ubingwa pale La Liga tofauti ni pointi moja. Real Madrid yupo ugenini. Madrid hawana sisemi kwamba wana kiwango kibovu, lakini kuna a slight difference ya wao na Barca. Kidogo Barca wako vizuri zaidi ya Madrid kidogo. Barca hata wakikutana na ugumu wana uwezo
hata timu ambayo ina sit back wanaweza kuifungua. Real Madrid wamekuwa wana bahati sana katika game chache zilizopita. Kuna baadhi ya maamuzi yanaenda sana upande wao ambayo kidogo haya make sense. Wanaongoza wao ndo wamepata penalti nyingi kuliko timu yoyote sana pale La Liga. Almost 80%. Yeah, kwa hiyo Mbappe ameconvert 80% ya magoli yake kupitia penalty. So hata hizo penalty sio kwamba Madrid wanakuwa wacheze, ina maana wanashambulia, wanatengeneza nafasi, ndio maana hata hizo errors zinatokea. Lakini kiuhalisia hizo errors zimekuwa kidogo zina mashaka. Wanapata penalty kwa mashaka sana. Yaani penalty zinakuwa hazina uhalisia sana kuwa penalty. Lakini kama alivyosema Muru, tofauti ni ya pointi moja. Kwa hiyo hata wao vyovyote vile wao hawajali kama hii penalty kidogo it's a little bit shady. Sisi tutachukua, tutasonga mbele kama injili. Yes sir. Tutakuja kujuana mbele ya safari, kwa sababu once you drop a point sasa hivi inaweza ikawa shida. Pointi moja inawapa pressure wote wawili. Sababu tumezoea kwamba tunasema timu ambayo inaongoza ligi, let's say kwa difference ya pointi 3, 4, 5, 6, inakuwa ni timu ambayo inaongoza pekee yake ndio inakuwa na pressure. Lakini kwa hii pointi moja timu zote mbili zinacheza under pressure. Madrid kupoteza point, kufungwa ama kudraw, ina maana na Barcelona kushinda, ina maana gap linaongezeka la point 3 mpaka 4. Barcelona kudrop point kwa kufungwa ama kudraw, ina maana kuna Madrid ana capitalize kwa at least point 1 au point 2. Point 1 au 2. Umeona? Kwa hiyo kila mmoja hapo mwenzie anamwambia njaa mwenzake, na inaweza ikatokea kwamba hawajamaliza game ya pili. Bado. So inaweza ikatokea El Clasico ya kutafuta wakiendelea kushinda hivi, na maana El Clasico itakuwa ndo kama finali. Kama ninavyosubiria kwa game ya Arsenal dhidi ya Man City. Yani I am waiting for that. I think tunafika kwenye game ya Arsenal na Manchester City. Kwa game ya Arsenal na Man City kwa sasa hivi sio bana, naona hata kama City wakishinda bado still Arsenal watakuwa they have a cutting edge ya kuchukua ubingwa. Labda of course anguke hapo. Until now Arsenal have a cutting edge. Ila ingekuwa Arsenal kadondosha point, labda tofauti ni pointi 2. Hata 2. Achana na moja, hata 2. Ingekuwa shida. Ingekuwa sasa hivi bado. Currently Arsenal wana nafasi kubwa sana ya kuchukua ubingwa. Sasa hivi wao ndio waamue ubingwa wasiuchukue. Hadi Arsenal kiwaangalia ni kama hawaamini walipo, hawaamini kama watachukua ubingwa. Hawaamini walipo na hawaamini wanakoenda. Kwa hiyo tuzidi kuangalia. Pep ni anakuwa mnyama sana kipindi hiki. Anaweza draw lakini sio City hii. Okay. Sio City hii kwa kweli. Ndugu yetu mwanazuoni Joel Ntile anasema anaiogopa zaidi Man City ya msimu ujao kuliko huu. Yaani yeye tayari ashauona msimu ujao. Kwa hiyo msimu akizingua tu Arsenal, uje ubingwa ameondoa. Wameuacha. Na ni kweli. It will be bloody. Wasipochukua ubingwa msimu huu Arsenal. Imeisha. Tubadilishe kauli tuseme wasipochukua ubingwa wowote. Yes, ubingwa wowote. Hapana. Nakwambia it's either Premier League or Champions League. Unamwona Arsenal akichukua Champions League? Ana nafasi. Sawa, nafasi kila timu iliyoko ina uwezo. No, nafasi kila timu ina nafasi. Okay, let's say hata Bordeaux GLMP ina nafasi. Hata hao ambao wako kwenye top 8 kawafunga wangapi? Sio kwa fluku tena. Wote aliokutana nao amewafunga. Sio tena kwa fluku. Wote aliokutana nao kapiga, yani vizuri tu. Yeah. So katika Red Sam ina maana Arsenal ndio timu ambayo ina asilimia nyingi za kuchukua ubingwa wa Champions League sasa hivi. Hapo tuache na hayo.
PSG dhidi ya Marseille. Dabi ya Faransa hii. PSG ana wakung'uta vigogo wengi sana, lakini kwa Marseille anakutana na mchezo mgumu kweli kweli. PSG ya msimu uliopita chukua vikombe 6 vikubwa ambavyo ameshiriki. Performance kubwa kweli kweli. Finali zote alizoingia amepoteza isipokuwa finali ya Chelsea. You had to sneak that in. Nakubali sana. Nakubali sana. Mechi dhidi ya Marseille, Enrique anaweza Marseille iko chini ya Deserbi. Yep. Kwanza wiki niliona rumors kwamba Deserbi ameenda over his resignation, lakini baadaye nilikuja kuona kwamba ni uzushi. Marseille ni currently Marseille inapocheza na PSG ni commoner versus royalty, mtu wa kawaida dhidi ya utawala, kwa sababu for the past 10-15 years 90% ya vikombe vya France anachukua PSG, na hachukui kwa sababu ya hachukui bahati mbaya. Anachukua vikombe kwa sababu ya uwezo wa wachezaji, uwekezaji aliofanya. Wale jamaa wa Qatar wale wamewekeza kiwango kizuri sana cha pesa. Yes. Wana kocha mzuri, wana mkurugenzi wa ufundi mkali sana, wana timu ambayo ina njaa ya kupata matokeo. So unakutana na timu ambayo imeundwa na regents. Unajua Marseille ni timu ambayo currently tunaweza tukasema imetengenezwa na regents. Watu ambao wameshindwa kazi huko walikokuwa, wameshindwa kuika kokote walipokuwa duniani, wamekuja pale kuonesha kwamba we still have a chance. So commoner versus royalty, it's going to be a spectacular game. Itakuwa ni mkali sana kwa sababu kila mmoja kuna kakitu ambacho akishinda anaachieve. Kwa hiyo Luis Enrique na vijana wake wajiandae, game itakuwa kali sana. It's not going to be an easy walk in the park. Nadhani Marseille ataleta changamoto kubwa sana kwa PSG this time round. Bwana, hao ni PSG dhidi ya Marseille, moja kati ya mchezo mkubwa kweli kweli pale Ufaransa. Bwana, ligi ya mabingwa barani Afrika inaendelea weekend hii. Simba dhidi ya Petro Athletic di Luanda. Simba wakiwa ugenini, lakini Young Africans wapo ugenini pia dhidi ya FAR Rabat. Moja kati ya mchezo ambayo kila mchezo una mvuto wake. Young Africans akiwa bado ana nafasi ya kwenda hatua inayofuata, nafasi ya wazi na kwenda hatua inayofuata, lakini kwa upande wa Simba Sport Club wao wakiwa na nafasi ya kupiga hesabu nyingi sana za calculator. Yaani calculator anakuambia era. Yeah. Ni hesabu ambazo uwezo ukazipiga kwa njia kawaida. Labda itokee fluke, timu ifungiwe, Simba atafuzu kwenda hatua ya robo finali. Lakini kimuonekano bado Simba ana nafasi ya kwenda hatua ya robo finali. Lakini ni ngumu kweli kweli. Ni ngumu kweli kweli Simba kwenda hatua ya robo finali. Tuanze na game ya Simba dhidi ya mwanazuoni Wilson Oruma alishawahi kusema, akiwa anaiongelea Yanga, alisema hadithi ya Yanga imeishia hapa. Sasa mimi namnukuu kwa maneno ya kuishia hapa, nasema sioni namna Simba wanatoboa kwenda hatua ya robo finali, kwa sababu nafasi ya Simba kutoboa ilikuwa weekend iliyopita ambapo walicheza na Esperance. Nafasi ilikuwa hapo. Anything short of that ni mazingaumbwe, calculator nyingi sana ambayo I don't see that happening, but niko tayari kupokea mshangao wowote ambao utatokea. Hebu utuambie, Simba utafuzu kwenda hatua ya robo finali kwa performance mbovu kweli kweli ya kimatokeo, inamaanisha hii ndio Simba mbovu zaidi ya Simba nyingine zote ambazo zilipita? Not really. Sidhani kama inaweza ikawa neno sahihi, lakini naamini kwamba ili mbegu yote au ili mbegu imee inabidi ife. Kuna sehemu ambayo Simba ipo, inabidi Simba ife izaliwe upya. Wasipokubali hilo,
Simba mpya kuzaliwa. Kufa ni neno la kumaanisha kwamba ili kitu kizuri kitokee, saa ingine inabidi kitu kibaya kitokee kabla. Kwa hiyo nadhani ni faida kwa Simba kuishia hapa kwenye hatua za makundi kuliko kuendelea mbele. Ni faida sana kwao. Watajijenga, watastrategize, watafanya kila aina ya namna ili wasonge mbele. Basi hivyo bad things will happen to them. Kwa hiyo ni swala zuri sana wa kuishia hapa, wajipange vizuri. Sahihi. Kocha mpya, wachezaji kama wote wapya, they need time, wakae wenyewe wajifungie behind closed doors. I'm telling you, Manchester United wana faida kubwa sana ya kuwa timu bora zaidi msimu ujao kuliko timu zingine unazoziona, kwa sababu they have very few things to think of. Sasa hivi pamoja na kwamba ni watani zangu na watania, lakini the fact kwamba sasa hivi Manchester United labda anacheza Premier League peke yake, ana kocha wake huyu, ana vijana wake, nikiiweka kwa Simba hivyo hivyo, wana kocha mpya, wana wachezaji wapya kama wote ambao they need time kujitengeneza. Anything short of that, wakipata matokeo wakaamini kwamba wametoboa, msimu ujao watakuwa kama msimu huu. They need time kuonekana kwamba we are down right now. We need time to re-strategize. We need time to plan ourselves. We need time to do everything right. Wanavyoanza pre-season mwezi wa 6 after World Cup actually. Pre-season wakae pamoja, wajifue, waanze upya. Simba inahitaji izaliwe upya. Simba hii ikiendelea hivi, Simba wakifuzu kwenda hatua ya makundi, wataamini kwamba wapo vizuri, and that will be the death of them. Young Africans dhidi ya FAR Rabat, ukiangalia kundi bado linamruhusu Young Africans kufuzu kwenda hatua inayofuata. Na mchezo dhidi ya FAR Rabat wakiondoka na alama 3 wanakuwa wanaongeza nafasi yao asilimia za kwenda hatua inayofuata. Unaiona Young Africans wakiibuka na ushindi wakiwa ugenini? Of course wana rekodi nzuri wakiwa ugenini. Wana rekodi nzuri wakiwa ugenini. Yeah, Sana. sio sana. Lakini ukifananisha na vilabu vingine vya Tanzania, Young Africans of course hivi sasa ana nafasi ya kupata matokeo yakiwa ugenini. Haitakuwa game rahisi kwa Yanga kwa sababu Waarabu wanajua sana kutumia uwanja wao wa nyumbani. Haitakuwa game rahisi kama iliyochezwa pale Amani Zanzibar, ambao Yanga waliibuka na ushindi wa goli 1-0. Kwa hiyo hizi timu mbili timu ambazo zina point sawa, wana point 5 kila mmoja. Lakini FAR Rabat ni wako juu ya Yanga kwa tofauti ya magoli nadhani. Kwa hiyo kushinda kwa Yanga ama hata kudraw bado itawaweka vizuri katika almost 50, zaidi ya 50% ya wao kwenda hatua inayofuata, kusema wanaweza wakaenda hatua inayofuata. Wakishinda ndo kabisa kwamba watakuwa na nafasi kubwa zaidi, kwa sababu watakuwa na pointi 8 na mechi ijayo ni inayofuata itakuwa ni ya Vibonde JS Kabylie. Yeah. Lakini short of that, ina maana kama FAR Rabat wakishinda watakuwa na pointi 8. Yanga wakibaki na pointi zao 5. Lakini Al Ahly anacheza na JS Kabylie. Sasa Al Ahly lazima atataka awe mshindi wa kwanza, na JS Kabylie ni Vibonde. So kuna 70% za Al Ahly kuchukua na pointi 3 mbele ya JS Kabylie. Wakifikisha pointi 11 inaweza ikawa si game ya muhimu sana kwao, game ya mwisho na yoyote kati ya itakuwa ni game na FAR Rabat, game ya mwisho. Sasa Yanga wanahitaji kupata point kwenye hii game. They really need a point, at least hata point moja. But kufungwa kwao nahisi kutakuwa kuna wapunguzia nafasi ya wao kusonga mbele, na ni kitu ambacho naona kwa ninavyoona FAR Rabat wanaweza wakawachukua point 3 kwenye hiyo game ya inayofuata. Yanga inakutana na mchezo mgumu kweli kweli.
sioni Yanga kushinda dhidi ya FAR Rabat. Nataka paragraph ya mwisho. Unaiona Yanga ikiibuka na ushindi kwenye mchezo wa ugeni dhidi ya FAR Rabat? Anything is possible. Okay. Inatosha. Bwana, tunaenda kwenye game 5 za weekend hii. Na weekend hii unaweza kuweka mzigo pale Betwina. Betwina pale ukitilia mzigo pale na hizi game 5 za uhakika kweli kweli, mzigo unakuja vizuri kabisa. Na kama una madeni, kodi zimeisha huko, Januari ngumu kweli kweli. Januari ishaisha. Yes, imeisha lakini ilikuwa ngumu. Watu wamekauka. Inaweza kuwa ilikuwa ngumu kwako. Kwa nini unawasemea watu? Okay. Wewe kwako Januari ilikuwa fresh? Ilikuwa fresh tu. Okay. Bwana tafuta testimony. Kwa Januari wake ilikuwa vizuri. Nyama sana. Nadhani atatufundisha jinsi gani ya kufanya Januari zetu ziwe how to survive January. Survive January. Yeah. Bwana, Liverpool dhidi ya Manchester City, gamu ya kwanza kabisa. Haki ya Mungu, hii ni mambo gani? Well, City anahitaji sana kushinda hiyo game. Kwa sababu maisha ya ubingwa ambao tunadhania. Unajua sasa hivi City ana ubingwa wa dhahania. Ana ubingwa wa kudhania. Ubingwa ambao tunadhania City anao huko kwenye kushinda hizi games. As much as game itakuwa ngumu sana, I'm rooting for Liverpool. Liverpool ana uwezekano mzuri wa kushinda hii game. Mwangalia kwa umakini kweli kweli. Yeah, but mwanzoni hapa wakati niko na skills nilisema kwamba naona Liverpool wanaenda kushinda hii game. Okay. So sina maelezo tofauti na haya. Hauna ulimi mbili? Hapana, sina. Bournemouth dhidi ya Aston Villa. Kali sana. Mimi naamini timu zote zitapata magoli. Yeah, timu zote zitapata magoli lakini Villa atashinda. Young Africans, FAR Rabat dhidi ya Young Africans. Hii ni maajabu. FAR Rabat anashinda. FAR Rabat anashinda. Uzalendo sifuri hapo. Nafasi yako ya kutoa maoni yako. PSG, okay. Sio kutoa. PSG dhidi ya Marseille. Over 1.5. Mimi ni shabiki mkubwa sana wa watu wa kawaida. Mimi I'm rooting for Marseille. One way. Straightforward. Okay. Naweza game ya Manchester United. Manchester United. Dhidi ya West Ham au ni anacheza na Spurs? Spurs. Wow, that's a very beautiful game. Yule shabiki ya Nyoi bro. Spurs anashinda hii game. Spurs hajapata matokeo kwenye game nyingi sana. Game nyepesi sana kwa United. Alisema game 4, game 5 4. Game 5 bado. Okay, kwenye hivi ni msimu uliopita. Spurs alicheza na nyie mechi 4 na alishinda zote. Spurs huyo msimu uliopita nyie mlikuwa nafasi ya 16, yeye alikuwa nafasi ya 17 au 15 au 16 I think. So it will be yani moja ya game ya kuangalia weekend hii. Yule shabiki ya Nyoi bro. Spurs ya Turkey. Bwana, hizo ni bashiri ambazo unaweza ukazitilia pale Betwina na mambo yako kaenda vizuri kabisa. Mimi bwana nakwambia umpe FAR Rabat ashinde asare. Mechi inaweza ikaisha kwa FAR Rabat ashinde ama mchezo unaweza ukaisha kwa sare. Lakini Manchester United dhidi ya Tottenham Hotspur, Manchester United anashinda zaidi ya goli moja. Okay. Yes. Anashinda zaidi ya goli moja. Yes. Wow. Manchester City dhidi ya Liverpool, Liverpool ashinda sare. Kuwa na nidhamu na pesa. Usibeti tu. Bournemouth dhidi ya Aston Villa, eka goli 2. I think nimemaliza. PSG dhidi ya Marseille, GG uhakika. Kila timu lazima ipate goli. Hapo nimemaliza. Betwina inakupa mchongo lakini pia inakupa fedha.
chilia odi pale chache, pesa nyingi. Unapata pesa nyingi kweli kweli pale Betwin. Ulikuwa unataka nikutumie odds. Sasa hizo ushazisema unazo, kwa utaendelea nazo. Hizi zinatoka nazo. Ni kama game time inakupa odds za uhakika zaidi. Oh yeah. Kuliko za vijiweni huko. Kijiweni anakuambia sijui muwe Man U. Tunashangaa Man U ndo yule. Ndio vijiwe anapotoka Bwana Murua. Kawaida. Asema Spurs anashinda. Bwana, tunakushukuru kwa nasi. Game time unaipata kupitia Dimbani Connect pale YouTube, lakini pia mitandao mingine yote ya kijamii, Instagram, TikTok, Facebook, zote kwa jina la Dimbani Connect. Lakini Instagram pia unaweza kunipata kwa jina la Andrea_Masawe14, lakini I am Masud _Masud nampata pale Instagram. Tampata pale, utapata clip zake zile za game time, lakini pia na maisha yake ya kawaida. Ni Mswahili, unajua. Bwana, wewe na wakati mwema. Game time, tuonavyo sisi.